Haleluya. Nitakufundisha kitu ambacho kitakufungua na kitabadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kukupa mtaji ambao utaufurahia siku zote za maisha yako. When I was praying in the morning, tunaomba asubuhi, ikanijia scripture ya Lutu ambayo Biblia inaeleza kuna kitu kilifanyika na alikuwa mwanadamu akageuka kuwa jiwe la chumvi. Wangapi wamesha kusoma hiyo story? Una uhakika ulisoma ukaielewa kabisa? I want to teach you today kwa dakika chache. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kizuri juu ya maombi, kuna saa unaweza ukaona unaomba na ukaona kama hakuna reaction yoyote ambayo unaiona, lakini siku yaja, Bwana Yesu asifiwe, ambapo utajikuta ya kwamba kuna matokeo ambayo hata wewe ukiulizwa hauwezi ukayaelezea, lakini kumbe ni kitu ambacho kimetengenezwa kwa matengenezo haya ambayo tunayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijakufundisha kwa habari ya Lutu, Mungu siku zote anaheshimu mwanadamu ambaye ataenda miguuni pake na kumwambia niko hapa. Mungu siku zote, Biblia inasema moyo uliopondeka huo kamwe Mungu hata uzalao. Hauwezi ukawa unaomba kila siku na Mungu hasiuhesabu moyo wako kama ni moyo uliopondeka. Ukimuuliza mfanya kazi wa serikali atakwambia napapenda serikalini, kamshahara ni kadogo ila marupurupu ni mengi. Ukienda kwa aliyeajiliwa kwenye shirika hatamaniki kusafiri safari za kikazi, kwa sababu kuna specific hoteli za kufikia na matumizi yote anayopewa lazima arudi na risiti, na ikifika muda wa kufanya compliance zisipo align anaweza akafukuzwa kazi. Lakini wa serikalini atakwambia huku niliko nina security ya kutosha. Ni sawa na maombi. Maisha ya mtu ambaye anamuomba Mungu ana marupurupu mengi sana, na kuhakikishia mimi nakuhakikishia hilo. Mimi ni mmoja wapo ambaye nanufaika na hayo marupurupu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha mtu anayemuomba Mungu yana marupurupu mengi sana, alafu ana ulinzi mkubwa sana. Ana ulinzi mkubwa sana. Mimi ikiwa kuna kitu ambacho I'm not scared, sikiogopi, ni nguvu za giza. Why? Nina uhakika na ulinzi ambao Mungu ananipa. Nina uhakika na ulinzi ambao Mungu ananipa. Do you think unaposema Baba katika jina la Yesu Kristo, unafikiri Mungu akusikii? Si mnamfahamu fisi? Si fisi ni bingwa wa mifupa, lakini siku mifupa wake inamshinda fisi. Sasa tunasemaga mfupa imara ni mfupa ambao unatengenezwa na aina ya vyakula mtu anakula zeo. Sasa unafikiria
kila siku unakula neno la Mungu and then you pray. Kila siku neno la Mungu and then you pray. Neno la Mungu and then you pray. Hivi unafikiri hata adui akifikiria kukamata wewe, hata ukamata wewe kwa namna gani? Usijichukulie kawaida. Jichukulie wewe ni mtu wa maana kuliko ilivyo maana yenyewe. Usijichukulie kirahisi. Moyo wa mtu ambaye anauwekeza kwa Mungu, Mungu anasemaga huo waga hausahau. Yaani si ni sawa tuko hapa. Unaweza kushangaa tu siku umeenda mahali huko na wenzako tu. Jamani, tuombe. Alafu wewe ukachaguliwa uombe. Yaani ukajikuta tu unasema Baba katika jina la Yesu. Alafu makorokoro yanalipuka pale. Manguvu ya giza naachia watu. Nini? Kuna mtu mwingine atafikiri ni uliamka tu ukasema Baba katika jina la Yesu Kristo. Kumbe uliitafuta neema, ulikuja ukasikiliza, ulikuja ukajifunza, ukapata muda wako binafsi, ukaomba mbele za uso wa Mungu. Hakuna maisha nje ya Mungu. Mimi nakuhakikishia, chini ya hili jua, watu watazunguka watakavyozunguka, watapiga, watapuyanga watakavyoweza, lakini hakuna maisha nje ya msalaba. Hakuna maisha nje ya kupiga magoti na kumwambia Father, I'm here. Jifunze Biblia utakavyoweza. Hii yote jifunze mtumishi, jifunze tu. Lakini hauwezi ukawa na ufunuo wote wa neno kama wewe sio mtu wa ibada. Utaupatia wapi wewe? Jifunze utakavyojifunza. Krema andiko utakavyo kremu. Lakini andiko pasipokuwa na ufunuo unaoletwa kwa njia ya kukaa na Mungu aliye hai, hakuna kinachoweza kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe. La ya maombi yanayoletwa na nguvu ya ibada yanakutengenezea uhusiano ambao kitu cha kwanza Mungu anahakikisha anakupa ulinzi. Kuna tofauti ya anayemeki akajenge nyumba, na kuna tofauti na anayemeki kwa uweza wa Bwana ili akawe ana mji. Mwambie jirani yako nilichozungumza hapo. Yaani kwa lugha nyingine, kuna tofauti wewe kila siku unajikagua tu, hii tabia mbovu nabadilika ili niolewe, hii ili uolewe. Na kuna tofauti ya mtu ambaye ni Mungu anamwezesha ili akafanyike kuwa mke. Praise the Lord. Mwambie jirani yako, pastor anatutia moyo tusiache kumpa Mungu ibada. Kwa lugha nyingine, tusiache kumwomba Bwana. Hivi nafikiri tunaposema kwenye maombi vile 1 hour au siku nyingine 1 hour and a half, siku nyingine masaa mawili. Hivi unafikiri kukaa na Mungu unaomba kwa lisali moja, hivi unafikiri ni jambo dogo hilo? Kama yeye katika hesabu zake anasema siku moja ni sawa na siku 1000. Je, Mungu masaa anayahesabu vipi? Hebu mwongea jirani yako hapo. Tumishi tusomea habari ya Lutu alipogeuka kwa jiwe. Nianzia hapo. Kitabu cha Mwanzo sura ya 19 kuanzia mstari wa 15. Hata alfajiri ndipo malaika wakamhimiza Lutu wakisema, ondoka mtwae mkeo na binti zako wawili waliopo hapa, usipotee katika wavu wa maovu ya mji huu. Akakawia, nao wale watu wakamshika mkono na mkono wa mkewe na mkono wa binti zake wawili, kwa jinsi Bwana alivyomhurumia, wakamtoa wakamweka nje ya mji. Ikawa walipomtoa nje, mmoja alisema, jiponye nafsi yako, usitazame nyuma, wala usisimame katika hilo bonde popote. Ujiponye mlimani, usije ukapotea. Lutu akawaambia, sivyo bwana wangu. Tazama, mtumwa wako ameona kibali machoni pako, nawe umezidisha rehema zako ulizozifanyia kwa kumponya nafsi yangu. Nami siwezi kukimbilia milimani,
nisipatwe na yale mabaya nikafa. Basi mji huu karibu, niukimbilie, nao ni mdogo, nijiponye sasa huko. Si mdogo huu, na nafsi yangu itaishi? Akamwambia, tazama, nimekukubali hata kwa neno hili, kwamba sitauangamiza mji huo ulionena. Hima uiponye huko, maana siwezi kufanya neno lolote hata uingiapo humo. Kwa hiyo jina la mji ule ukaitwa Soari. Jua lilikuwa limechomoza juu ya nchi Lutu alipoingia Soari. Ndipo Bwana akanyesha juu ya Sodoma na juu ya Gomora kiberiti. Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake, akawa nguzo ya chumvi. Lakini mkewe Lutu tazama nyuma, alafu akawaje? Akawa nguzo ya chumvi. Akawa nguzo ya chuma. Bwana Yesu asifiwe. Hapa maandiko kusoma mstari wa 15. Maandiko yanasema ilikuwa ni alfajiri. Ilikuwa ni alfajiri. Tunazungumza kwa habari ya kiti, nafasi ya kiti katika msimu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumza nafasi ya kiti katika msimu mpya. Lutu, in another way, Lutu kuingia kwake katika nchi, aliingia kwa sababu ya attachment yake ya kimahusiano aliyokuwa nayo na Ibrahim. Kwa katika maisha yao ya kuingia katika ile nchi, katika nchi, nafasi ya kiti cha kiutawala, aliyekuwa ana password, alikuwa na namba za siri za kile kiti cha kiutawala, alikuwa Ibrahim. Kwa Ibrahim ndio ambaye aliingia na Lutu kwenye ile nchi. Na Ibrahim alipoingia na Lutu, nisikize kwa makini, Ibrahimu alipoingia na Lutu kwenye ile nchi, kitu cha kwanza ambacho Mungu alikifanya, alihakikisha Ibrahimu anaitengeneza madhabahu yake. Mungu alihakikisha Ibrahimu anatengeneza madhabahu. Lutu sio aliyepewa maelekezo ya ujenzi wa kimadhabahu, ni Mungu alimwambia Ibrahimu atengeneze madhabahu. Ndio maana ukisoma safari ya Ibrahimu kwenda kwenye ile nchi, utagundua kuna mahali alifika akajenga madhabahu, alafu akaondoka, akazunguka karibia eneo lote, alafu akajikuta anarudi pale pale ambako alimjengea Mungu madhabahu. Tunaposema Mungu kujengewa madhabahu, maana tunazungumza nafasi ya kiti cha kiutawala cha Mungu aliye hai. Maana yake kuishi kwa Ibrahimu ndani ya ule msimu haikutegemea nguvu alionayo Ibrahimu, ilitegemea nguvu ambayo anayo Mungu aliyemtuma Ibrahimu aende kwenye lile eneo. Ongea jirani yako mpaka hapo sasa. Ibrahim, unajua uzuri haya maisha tunayoishi, hauwezi ukajifunga kanisa na nyumba ulotoka. Yaani kwenye case study yote ya maisha yako, yaani hata uikane asili, maana siku nyingine mnafanya kama maombi ya kukana asili ya ulikozaliwa lakini yaani kuna vitu ambavyo hata mimi nikivigunduaga naanza naombi, Mungu naomba unirehemu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani leo kama wewe kwenu ni Bukoba, there's no way maisha yako wewe ukaishi mahali popote pasipo asili yako ya Bukoba kufanyiwa consideration. Yaani pasipo asili yako ya Bukoba kuhusishwa. Mimi ni Mnyamwezi na Msukuma. Ikiwa kuna lugha ambayo waga natamani hata nitafute mwalimu wa tuition na nifundishe, ni Kisukuma. Na one day nilikuwa nimesafiri nje ya nchi, alafu nikamkuta mtu anaongea na simu kwa Kiruga. I'm telling you, yani nilijiona niko wapi? I'm at home. Yani unajua mpaka nimwongea kimtani, unajua yani nilijiona niko wapi? Yani unajua alipomaliza ile, na mimi nikamwambia
alikuwa ni mtu mzima, nikamwambia Sumbantare Mwangaruka. Yaani pamoja sikijui sana, lakini kajikuta huwezi amini tukamingo. Lakini sio kwamba kuna uchochoro, sio kwamba hakuna uchochoro ambao nilikatisha nikakuta watu wanaongea Kiswahili. Niliwakuta watu wanaongea Kiswahili, lakini nilipomsikia anazungumza about my mother language, kuna kitu kililipuka ndani. Unajua you are spiritual called. Nisikia kwa makini. Haya semaji watumishi. Inaitwa maji ya nini? Ya hili. Hii unaioga inaitwaje? Hii mistari waga unaiangaliaga lakini mtumishi. Barcode, si ndio? Si ndio? Hii ukichukua chupa ya maji ya Kilimanjaro na chupa ya Hill, ukienda kuziweka kwenye system ya kiserikali, barcode zinafanana? Hazifanani, si ndio? Si ndio? Si ndio? Na paka barcode ikatoka, maana yake serikali wamejilizisha na hayo maji na wanakupa license, leseni. Sawa? Sasa ni sawa na sisi hapa, kila mtu ana code, ana barcode ambayo in association ina muunganiko na mahali alikotoka. Ili nchi ni kubwa. Unafikiri kwa nini Mungu aliruhusu baba yako akatokea Sengerema, baba yako akatokea Nachingwea? Why? Maana yake kuna code, it's like a chip. Code ni sawa na chip ya simu ambayo inawekwa kwenye spirit yako, kwenye roho yako. Praise the Lord. Inawekwa nini? Ndio maana hapa tulipokaa tunaweza wote tukatokea Kilimanjaro, lakini ukakuta ya kwamba ile barcode ya mtu mmoja kuwa kiongozi mashuhuri, sio kwamba kwenye ile eneo hapajawahi kutokea viongozi wa kisiasa, sio kwamba hapajawahi kutokea wafanyabiashara, sio kwamba hapajawahi kutokea waajiliwa, au sio kwamba hapajawahi kutokea mtu mwenye makampuni. No, ila kuna mtu nakuta kwamba Mungu ameweka hiyo chip. Hayo maji ambayo tumeinua hapo, watapita wakurugenzi, hata ona atafariki kama mengi hayupo, watu wake watakuja, watatumia the same barcode. Atakayefanya maamuzi ya kubadilisha hiyo barcode sio wao, ni serikali. Sasa kwenye maisha yetu haya, asili ya kwako ya ulikotoka, Mungu ndipo anapoweka ile barcode yake. Ndio maana kuna saa unapoanza kuingia kwenye maisha ya vita za kiroho, maana yake unaingia kutafuta uhalisia kamili kwamba barcode yetu kwenye uchumi ikoje. Je, namba tuliopewa kwenye uchumi sisi inasoma mwisho milioni 10 kwa mwezi? Je, inasoma mwisho milioni 2 kwa mwezi? Je, inasoma mwisho milioni hii? Ndio maana utakuta ya kwamba kuna saa Roho Mungu akifurika sana kwako, unafanya sana ibada ukisema this is not my life, haya sio maisha yangu. Alafu kuna saa ulimwengu wa roho ambao na wao wamekutengenezea barcode yao nyingine ya kukandamiza, wanahakikisha na wao pia wanatafuta waangalie udhaifu wako uko wapi. Ndio maana Mungu alilielewa hilo, anasema anaposema urithi wangu unapochoka, maana yake unapoingia katika hali ya kuwa na udhaifu, yeye Mungu akajua ya kwamba lazima nitengeneze neema, kwamba hii neema ni matokeo ya kazi kufanyika ya kitu fulani. Kwa nitatengeneza wenye neema ambao wakikuta urithi wangu wamechoka, wakiniita nitaachilia mvua ya neema ili wawe na nguvu. Sasa Ibrahimu anaenda kwenye eneo ambalo anapofika, Mungu anataka Ibrahimu atengeneze barcode yake, atengeneze barcode, madhabahu ambayo Ibrahimu alitengeneza kwa maelekezo aliyopewa na Mungu. Alipoingia kwenye lile eneo, ilikuwa ni madhabahu ambayo iliingia kudhibiti kizazi hata baada ya kizazi. Kuna mahali Mungu ananipeleka ambako sikufikiri kama nitafika,
lakini naona huko ndiko tunapoelekea leo. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu anatengeneza madhabahu, si kwa maelekezo yake, kwa maelekezo anayopewa na Mungu. Tanzania inaongoza kwa kuwa na mbuga kubwa duniani ambayo imechukua ubingwa zaidi ya mara 3 mfululizo. Kuna wanyama wakaanza kupotea, serikali wakaingia kwenye utafiti, sio mtu, serikali. Alafu wakaingia kwenye mfumo wa kuwawekea au wanyama chip. Sawa? Kwa hiyo wale wanyama serikali wakitaka kujiridhisha na idadi imepungua au imekuwaje, wanaangalia nini ile chip. Kwa wakigundua mtu ana mimba, wanaanza kumfuatilia ili watoto wakizaliwa wawekee nini chip. Kwa yule mnyama hawezi kwenda umbali wowote pasipo serikali kuwa na taarifa. Sasa ni sawa na madhabahu. Ibrahimu alipoingia, huyu alijenga madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo hakuna umbali wowote ambao Ibrahimu atauenda nje ya taarifa zilizoko ndani ya ile madhabahu. Mwambie jirani yako sasa. Yani mtumishi, mwambie hata mtumishi usiende mbali. Yaani wewe kwenu kuna madhabahu unahusiana labda na issue ya umaskini. Sawa Sasa unaona au kwenu kuna madhabahu inahusiana na issue la nini, labda issue labda la ugonjwa. Sawa au issue ya kitu fulani. Maana yake wanaozaliwa humo ndani, taarifa zao ziko kule. Taarifa zao ziko kule. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, wewe unakuwa ni mgeni wa hilo eneo, ila aliye na taarifa zako anakuwa sio mgeni wa hilo eneo. Walipata vizuri hapo? Yaani wewe unakuwa ni mgeni wa hilo, ila aliye na taarifa anakuwa sio mgeni wa hilo eneo. Kwa lugha nyingine, Ibrahimu alihusuru lile eneo. Kuhusuru ni kumiliki katika ulimwengu wa kiroho, katika mwanzo wa msimu. Sasa somo la kuhusuru nalo lina siku nyingine, tubaki tu hapa. Alijenga madhabahu, maana yake alizunguka kote, akajikuta anarudi kwenye ile madhabahu. Lakini alipoingia mule ndani, aliingia akiwa na Rutu. Kwa hiyo Rutu anapata muunganiko na Ibrahimu. Rutu anaanza kunufaika. Rutu hakunufaika kwa sababu ya uwezo ambao ulikuwepo ndani yake. Alinufaika kwa sababu Ibrahimu alipoingia kwenye msimu mpya kwenye lile eneo, Ibrahimu alijenga madhabahu. Ukienda ofisini, nikupe mfano huu, ukakuta ni bosi wako ananufaika peke yake, nyinyi wengine mnalia na kusaga meno, maana yake kitu cha kwanza cha kuomba, shughulika na kile kiti, kwamba huyu bosi alipoingia alifanya nini kwenye kiti, kwa nini ni peke yake yeye anainuka tu. Lakini utaenda kwenye ofisi nyingine, kuna bosi akiingia, nenda kwenye ofisi ambayo watu wameishi maisha ya kukandamizwa, alafu akaingia bosi mwenye msukumo wa kutaka kuleta mabadiliko. Akifanikiwa kwenye mshale wa magonjwa, ataanza kupambana kwenye mshale wa kuondolewa pale. Kwa unajikuta ya kwamba anaanza na dokezo labda la posho zipande au mishahara ipande. Unakuta vita yake inayoinuka pale ni kubwa. Kwa nini? Lakini akianza kutaka kula yeye peke yake, unakuta hana vita. Aliyeingia mara ya kwanza kwenye lile eneo, alishika ule msimu kwa namna hiyo. Hebu ngani jirani yako hapo. Ongea kidogo tu. Usiongee sana. Mimi nakataa. Yaani ofisi moja bosi alambe milioni 40, alafu na mwingine ndani ya struggle kwenye mshahara huko chini. You don't know your position, my friend. Don't me yo. Mimi no. Let me tell you something. Usipokuwa na asila ya kiroho ya kumtafuta Mungu,
ili Januari yako iwe tofauti na mwezi wa pili, ili mwezi wako wa pili uwe tofauti na mwezi wa tatu, usipokuwa na mtazamo wa namna hii, kuna mambo hayawezi kubadilika kwenye maisha yako. Nisikilize, mabadiliko hayamfatagi mtu, ni mtu utafuta mabadiliko. Alafu sasa lile eneo ambalo unaonaga ya kwamba mabadiliko yameanza kuja, wale let me tell you something, kuna watengeneza mabadiliko wanaomtafuta Mungu mpaka mabadiliko yanaanza, alafu ghafla mabadiliko yanaanza kuleta watu wengine. Nilifanya kazi kwenye kanisa moja. Nilipofika kwenye lile kanisa, nilijua sitakaa muda mrefu. Kwa hiyo hata Kishimbo, hii ndio kule nifahamiaga hata si ndio? Toa basi ushuhuda mtumishi. Unajua anaanza kafikiri na wapanga. Ni kweli baba. Sema basi. Ni kweli baba. Ni kweli. Kazi nilifanya pale sikufanya Kishimbo. Kazi kubwa sana. Ukaongeza na siku. Unaona sasa? Mimi ni mtu wa maana, wewe basi unanichukulia poa. Mimi ni mtu wa maana. Acha tuseme sijui kujimomba fire mimi. Na kwa kisia mimi sina tu hiyo, yani sina hiyo eti mimi sio mtu kujimomba. Umenyoka mzee. Ananichekesha wewe. Sasa na nilikuwa kijana mdogo, si ndio? Sasa hivi si nimeongezeka kidogo. Nilikuwa bado kijana mdogo. Sawa Nilijua sitakaa muda mrefu. Nilijua sitakaa muda mrefu. Umo ndani hawakuwahi kujua au kuamini, kama walikuwepo basi ni wachache wa kujificha, ya kwamba Jumapili ibadani, sawa, Jumapili ibadani, mtumishi wa Mungu anaenda kasema madhabahuni hapa juu. Nikupe na mfano ili ukumbuke. Na kafundisha, na katikati ya kuzungumza nguvu za giza zikawaachia watu Kisimbule pale zaidi. Alafu kwenye hilo kanisa watu wote wenye hela wanaotegemewa kwenye huu ukanda wanasali, sawa Na unajua kanisani pakisha kuwepo watu wenye hela wanawekaga masharti mengi. Nisiongee sana. Ndio maana watumishi wa kina Kishimbo ni vyama tukawa na hela, sawa, ili kondoo watunyanyase na njuruku zao na hela zao, kwa sababu kanisani tunasema kutofautisha hela yako na Mungu unayemfuata, hapo haviingiliani. Mimi baba isi hela yako. Ninamjua yeye niweka duniani. Hii nyimbo naimbaje sijui. Sawa, sasa Jumapili kwa nimeingia. Kwanza I was very young siku ya kwanza. Kaanza kufundisha. Katikati ya kufundisha nikagusa pointi moja. Alafu kuna watu waliogombana kwa kisasi kwa muda mrefu, wakajikuta wote wanakimbilia madhabahuni, kila mtu kwa wakati wake. Alafu wanamaliza kuniwekea sadaka pale, wanageukana ndo wao, wakakumbatiana. Ile tukio tu likabadilisha atmosphere yote ya ibada. Ikabadilisha nini? Atmosphere. Ikafanya maombezi. Nilikuwa nasafiri mchana wake, Shalika wakanipa mpaka gari ya kunipeleka airport, kunipeleka nyumbani au kunipeleka na airport. Baada ya hapo nikaanza semina ya wiki mbili. Kishimbo nakumbuka semina ya wiki mbili. Ile semina ya wiki mbili tunafanya ile semina, lakini mimi tayari nishagundua kuna msimu mpya kwangu na msimu mpya kwenye lile kanisa. Kwa hiyo nikahakikisha namuuliza Mungu nikujengee madhabahu ya gharama ipi na namna ipi. Kwa hiyo kilichonisaidia cha kwanza ni kumuinulia Mungu madhabahu hapo. Kwa nikamuinulia Mungu madhabahu. Wakaenda kukaa kikao, wakasema hapana, wiki mbili. Kwa nikapewa wiki mbili za semina. Kwa mara ya kwanza semina ya wiki mbili
Wao wenyewe wanaulizana, wiki mbili atafundisha nini? Wiki mbili atafundisha nini? Uzuri Kishimbo huyo hapo alikuwepo. Tukaanza siku ya kwanza ibadani na jioni tukaendelea. Kesho yake wiki ya kwanza kanisa likajaa. Mchungaji akaniambia tuna deni la muda mrefu. Nikamwambia kama Mungu ameniita linaondoka. Hawa watu lazima wabarikiwe na watatoa sadaka. Nikamwambia mchungaji, tuanze hapa, ianze ibada ya shukrani kila mwezi mara moja. Katika ile ibada ya shukrani ya kila mwezi mara moja, ikafika mahali Jumapili, kwa kila Jumapili moja nilikuwa nasimama mwisho wa mwezi. Ikafika mahali Jumapili sio tu usharika ule peke yake, watu kutoka kila kona wanakuja kwenye hiyo ibada, wanafunguliwa, maisha yao yanaenda, wanafunguliwa, maisha yao yanaenda, wanafunguliwa. Ikafika mahali wakasema hapana, hatuwezi tukafaidi Jumatano tu peke yake, huyu mtumishi tumpe na Alhamisi. Kwa hiyo nikawa nafundisha kila Jumatano na kila Alhamisi. Na wale majiant wote kwenye ile kanisa mimi nikageuka kuwa kijana wao. Nilipokutana na pigo zito, wao ndio ambao walinipambania huko kwa neema ya Mungu. Nini? Kuna kitu nilipoingia pale nilikitengeneza cha Mungu. Mungu akanipa barcode ya kuweza kuminister kwenye lile eneo. Ile barcode Mungu alionipa haikunizuia nisipitie maumivu, haikunizuia nisipitie tabu, ila kazi ilifanyika na alama ikawepo. Kishimbo, chukua mic ndo utakuwa leo mfano wangu. Tumishi wa Mungu. Nilikuwa natamka pale juu ya ongezeko kwenye kanisa. Yametokea hajatokea? Yametokea. Hata mimi nikiwa sipo. Yametokea hajatokea? Yametokea. Nilikuwa naingiaga pale saa 4 usiku, natoka saa 9 au saa 10 alfajiri. Nalia na Mungu. Kishimbo huyo hapa shahidi. Nilikuwa nafanya maombi, watu wanadondoka science kule barabarani, wanaletwa pale. Nini? Kuna siri nilikuwa nayo juu ya madhabahu inapofanya kazi. Ninaamka nasema hapana, mchungaji, ule mti pale nje ambao Mungu anatumika watu kuagana, baada ibada ikiisha ukakatwa. Zunguka pale. Nikanatumia chumvi, naomba kwenye lile eneo. Hapa ndo nilipoelewa nguvu ya chumvi. Naomba kwenye lile eneo, na mwaga chumvi, natamka, na mwaga chumvi, natamka, na mwaga chumvi, natamka. Hata kama leo siko hapo, ila nimeuona wema wa Mungu ukifanyika pale. Wewe unaajiliwaje ofisini kwako, alafu hujatafuta barcode yako kwa Mungu? Kwa sababu unapotafuta namba yako kwa Mungu, maana yake kuna namba za madhabahu za kifamilia zimekwisha tangulia, kuna namba za eneo lile la kazini zimekwisha tangulia. Kwa hiyo unapotafuta namba ile, kama hiyo namba ai-align na ya Mungu, maana yake ni lazima Mungu aiondoe shida yako. Unaanzaga mambo ovyo ovyo kiolela. Mimi na Mungu nikijiombea vinafanyika sawa. Mimi na Mungu ni hapana. Things in the realm of the spirit, they have procedures. Vitu katika anga la kiroho vina kanuni na utaratibu wake. Kwa niliyoyapitia pale, ningekuwa sina huo muhimili, yamkini ningekuwa sina ujasiri, ningeisha. Yaani ningeisha. Unajua nilifyekwa shwa.
duniani, nini kitaniogopesha wewe? Watu kunaongelea vibaya au watu kunitukana, watu kunikimbia. I have seen that in my life. I have seen that. Unapitia uchungu ambao unahisi ni kuna likisu linapita kwenye moyo, alafu kesho yake na mkutano mahali wa wiki nzima unatakiwa ukaifungue Biblia ufundishe mtu mmoja aokoke, mtu mmoja afunguliwe. Maisha ya Mungu kuweka namba yake, barcode yake kwenye maisha yako, sio maisha mepesi kama ambavyo watu watakwambia. Ndio mimi nikiona mtu ana wakati wa kuwekeza kwa Mungu, hawekezi kwa Mungu, simuelewi. Kwa sababu kwenye hii dunia na kuhakikishia kuna saa lazima utabaki wewe na msalaba tu. Na wengine watakwambia tuko na wewe, lakini katika uhalisia kimwili wana hofu ya kuambatana na wewe katika lile ambalo unapitia. Having an altar, kuwa na madhabahu yako na Mungu, inakujenga, 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 inakujenga. Kwa sababu katika ukuaji wote kwenye maisha, mahali popote, ni lazima utafika saa ambayo watu hawatakuelewa. Kitakachokuelewa peke yake ni ile madhabahu yako na Mungu. Mwambie jirani yako, mwambie jirani yako, mwambie haya ni maisha. Leo I was coaching my boys at home in the morning. Nikamwambia, when you're talking to me, ukiwa umekosea kitu, when you're talking to me, let us have eye contact. Wakaniambia why? Nikamwambia, in this life kuna saa dunia haitakuonea sympathy, ila ujasiri ambao utakuwepo ndani yako kupitia kile unachokiona kwa Mungu. Nikamwambia, when you see me as your dad, nione kwamba hapa kuna hukumu yangu. Umekosea, nitakuslap. If I want to slap you, no one can stop me. Nitakupiga kofi, nitakupiga kofi. Fimbo nitakupiga. Ila ukiona baba yako ukiniangalia hivi umekosea, manake kwa lugha nyingine unakuwa unategemea msamaha. Lakini kwa lugha nyingine hujafikisha kitu kilipotakiwa kufika, unategemea nikwambie you'll make it, nitakupa ujasiri. So ni sana maisha yetu haya. Usipokuwa na altar na madhabahu yako na Mungu, macho yako yataangalia wapi? Mimi sizungumzia yale maisha ya kuangalia nyumba ulionayo, gari ulionayo, hapo vinakupa ujasiri. Mimi nazungumzia maisha ya kumwangalia Mungu katika hali ya vitu visivyoonekanika, alafu bado moyo wako kawa bold as a lion, moyo wako kawa una nguvu, kashikiliwa like the way simba anapokuwa. Mwanangu, wewe umeachwa tu na mtu mmoja, unalia kwa uchungu kama vile unaona hamna faida yote ya kuishi. Yaani mtu mmoja tu amekwambia wewe wa ovyo, alafu ndo kabaki ameniambia mimi ni wa ovyo. Ukambeba. Listen to me. Hii dunia ni lazima ikubane kwenye kona, mahali ambako bosi anasema huyu asafiri safari kikazi, amesafiri sana, alafu unasema yes, well and good. Unakuja ili hata nikiomba mwenyewe nguvu sina. Find a person with a grace. Mwambie hapa naona napigwa pimi, alafu chukua neno atakalokutamkia. Nini? Kwa sababu yeye kama tayari ana ile barcode, kama vile Ibrahimu alivyokuwa na madhabahu. Maana yake Ibrahimu alizunguka eneo lote, alafu akarudi pale pale alikomjengea Mungu madhabahu. Mwambie jirani yako, life is a journey. Dunia itakonea huruma kwa meta kushuka kote. Mnahitaji nyinyi lugha zenu hizo. Msijifanye kama mjui lugha za mtani. Mnahitaji kufanya. Yaani dunia itakuonea huruma kwa kupaka hivi. Lakini katika reality, katika uhalisia, madhabahu yako na Mungu itakupa ujasiri. You know, the time wakasema this man
anatumia witchcraft. That's why akifanya mkono hivi anadondoka, watu wanadondoka. Mimi nakupa fact, story za maisha niliyoishi. Nikapigwa marufuku, nikaendelea na mambo yangu mengine, kuhubiri kwingine. But I'm telling you, when you have the grace, you have the grace. Ikabidi wa take an initiative. Sababu nilikuwa naenda pale kuomba usiku, watu nao wakaanza kuja. Sio niombe nao. Kwa hiyo unakuta kwamba idadi ya watu walikuwa wanakuja kuomba usiku, the number ilikuwa ina increase every day. Sasa nimewekwa kwenye 18. Na washahidi wa uongo nao wametengenezwa. Siku niloitwa kuojiwa, it was on Sunday. Nimeenda, naulizwa sasa. Nikamwambia, mimi kwa kweli toka nilikuwa na ufahamu wangu huu, sijui kwa mganga kukoje. Sijui kwa mganga kukoje. Wakaja kurealize ya kwamba yalikuwa ni accusation za uongo. Hapa ndiko nikupata ufunuo kwenye litani yangu sasa hiyo mara ya pili. Kwa nini Mungu aliita ile madhabahu Yehova Yile? Kwa nini Musa mikono yake ilinyanyuka? Kwa nini palikuwa pana vita ya Abimeleki? Hapa ndio kwa mara ya kwanza nika understand mfumo wa uchawi katika highest level. Kwa ukiona ninazungumza uchawi, jua kuna mahali nilibanwa, alafu Mungu akanifundisha kwa namna hiyo. Siku zote Mungu ili akukuze uwe mkurugenzi bora, uwe mfanyabiashara bora, lazima kuna shule atakupitisha. Na katika shule moja kubwa ni kufika mahali ambako hakuna anayekuelewa. Wangapi wanaelewa mpaka hapo? Kwa hiyo ukitaka kunishambulia mimi, katafute barcode yangu ni ipi na kutuma. If you want to touch my finance, ambapo Mungu amenipa, si vya kwangu. Mimi ninapewaga na Mungu. Mimi sina cha kwangu. Ni Mungu anafanyaje? Ananipa. Nenda katafute, where is my barcode? Hivi, kwa nini wewe usifike level kwamba unajua mimi kiwango fulani cha fedha kwangu is not an issue. Mungu ashanipa kumiliki hivi. Ila my level na itafuta ni ya kule. Kwa mtu yoyote hawezi akaja kanishusha tu eti kwa sababu amesikia kunishusha tu financially. Ukifikia level hiyo, unavuka ule mstari unaosemaje? Amelaaniwa mtu yule amtumainiaye mwanadamu. Unafikiri kwa nini maofisini kuna vikundi vya watu wengi? Kila mtu anajipendekeza kwa bosi. Kwa sababu watu wengi wamelaaniwa. Alafu na wewe tu uko busy kupambana na aliyelaaniwa. How can you fight to the person who have the curse? Kwa sababu mwenye laana ameshaka kwenye line ya kufanyaje? Ya kulaanika. Wewe tafuta shauri la Mungu miguuni pa Mungu. Ukifikia level hiyo, utaacha kugombana na watu. Utaacha kuomba because of people. Utaomba kwa sababu kuna msimu unaunavigate, kuna msimu unaoutafuta ili kusudi la Mungu lionekane kwenye maisha yako. Kuna ndugu yake mmoja na Kishimbo nilimwombeaga. Alafu akaniambia nataka kujenga, akaniletea ramani ya nyumba. Kaka, sasa hii nyumba ya nini? Nikamwambia kajenge ghorofa. Siku ya kwanza namuombea deliverance, huyu jamaa alikuwa amechoka. Si ndugu yako, kakako nani yako? Kakangu. Sasa amepigika? Ndio. Amechoka kabisa. Sawa. Kwa hiyo home anaendesha familia ni nani? Sisi yako, shemeji yako. Sawa. Kwa hiyo baada ya yale maombezi, nakumbuka mfukoni nilikuwa na buku 2.
Kaambia pastor, hii hapa. Tata mkuletea sadaka, siwezi kuonea huruma eti kwa sababu umechoka unaenda nikurudishie. Nitakuwa namkosea Mungu na kukosea na wewe. Nachukua kama ilivyo. Si sadaka. Sawa? Kwa hiyo kama nitakuonea huruma nikupe nauli, I have to take from my pocket. Sio nikurudishie unipatie. Sawa? That's the principle of giving. Akapata bonge la promotion ofisini, akaanza kujenga. Ile nyumba ikaisha ndani ya muda mfupi. Wakaambia. Sasa ananiambia bwana, mshua yani bwana imebidi. Yani sio itakuwaje? Ngambia vipi? Yani ni siku zote kutoka safari na boss. Tukipitia Bagamoyo Road, yani nalazimishia nishuke mbali. Wasinishushie wapi? Home. Nikamwambia kwa sababu gani? Na hofia wenzangu wakiona ile nyumba ofisini napata kalika. Sasa leo bosi amelazimishia, kumbe anajua ninapokaa, alioneshwa na mtu. Kwa nimeshushiwa wapi? Nyumbani. I'm so scared. Nikamwambia listen. That is not your house. That is God's house. Na wewe ni mtoto wake. Amekuingiza kwenye urithi. Amekupa. Kwa no one will take it. Nikamwambia kama ofisini ukiondolewa, piga miguu yako hivi. Maana yake sio wewe utakayekuwa umepoteza, bali ni ofisi inakuwa imepoteza mtu aliyebeba baraka. Ukifika level ya kuona wewe you are a system, wewe ni mfumo, popote wanapokupoteza wanapoteza baraka, hautaogopa hizi vurugu za dunia. Utamwangalia Mungu. Mwambie jirani yako, kumwangalia Mungu ni rahisi kusema namtegemea Mungu, lakini kumwangalia Mungu. Listen to me. Ukishaangalia vitu unaposhindwa kwa wewe sasa, wako unajionaga mnyonge. Yaani unafikiria ya kwamba ule mshahara unaopata pale Mungu hawezi akatafuta namna nyingine akakupa. I have a person. Akanielezea scenario yake. Nikamwambia hapa wanakuondoa wa jamaa. Nikamwambia na wao wamekutafuta muda mrefu, hapa wanakuondoa, sina ombi lolote la urejesho. Hii unaenda kwenye disciplinary. Hii disciplinary, mimi nimesoma HR, kwa kuna barua nikisoma hivi najua kabisa. Nikamwambia hapa sikwambii kwa ufahamu wa rohoni, kwa ufahamu wa maarifa nilionayo ya kuongoza rasilimali watu. Cha pili nikamwambia season yako pale imeisha. Baba hapana. Nikamwambia your season is over. Akatuondolewa kazini. Nikamwambia hii barua hauchukui. Akaondolewa kazini. Ukiona nakwambia kwenye message au tu mnifuata nikakwambia hautaaibika. Yaani elewa kuna jaribu liko mbele yako na kuna njia utapita tu. Hizo unataka hautaki utapita tu. Alikaa miezi 3, 4, 5, 6. Hana kazi. Ila anavaa vizuri, anakula vizuri. Nikamwambia hii ndio likizo yako sasa ya kukaa karibu sana Mungu. Alafu tuma CV lako kila mahali, wewe lipeleke tu. Nisikilize, ujasiri aliokuwa nao Ibrahim hata alipokuwa na Rutu ni kwa sababu kuna madhabahu ambayo ilikuwepo. Ona wa Mungu, niwaambie kitu. Leo tunaona duniani hapa kuna vita kati ya Iran na Marekani. Lakini nakwambia Iran ni mfupa mzito, mgumu, ndio mshinda nani? Do you know Iran percent yake kubwa, sikufundishi siasa ya dunia na kupa facts. Ukiangalia Iran unaikuta hii vita iko katika aina ya vita zilizopigana kwenye Biblia. Iran imejaa milima. Paka hapo wangapi wananiambia ndio mtumishi? Mimi nilipomuamini Mungu hata nitasafiri hii dunia,
Nilianza kusoma historia ya kila taifa ambalo nataka nisafiri kabla sijafikisha miaka 40. Nasoma historia yake. Uingereza naisoma. Najua nature Uingereza ni nini. Kwa nikikaa na kusema, Mungu kabla sijagonga 40 nitakuwa naenda Uingereza na kurudi. Najua ninaombaje. Na shida yako umeweka tu mawazo yako kwenda Dubai tu. Una watoto wako na kufundisha madesa ya kiroho. Una watoto wako, uangalie jinsi walivyo. Mwambie Mungu, natamani hawa waifikie dunia. Huwezi kuniambia unataka kusafiri kwenye hii dunia, haujawahi kuchukua shilingi 5,000 yako au 10,000 uende benki wakubadilishie, uwe hata una foreign currency, hela ya kigeni, hata dola basi, au euro, au paundi, au yuan. Mimi nifanya biashara mkubwa, nitaenda China. Hata yuan ni hela ya China, nyumbani kwako hauna. Uishike hivi, uilaze kifuani kwako, uilalie maombi ya kuomboleza na kuiamuru hiyo pesa njia zifunguke uende. Haufanyi hivyo, utaenda wapi mtumishi? Utaenda, lakini sio kwa kiwango kile. Sasa haya ni maarifa yetu ambayo lazima kanisa tuwe nayo. Yaani unasema kwamba wiki hii sili chips haya, nafunga basi nipate hela nini nikabadilishe hii. Hata siku moja hujawahi kusema, Mungu nabadilisha hizi hela in terms of hela za kigeni, mtu napeleka sadaka. I need the grace of foreign currency. Sasa ukisoma Irani imejaa milima, na hii vita, hivi fikiria, kuna mtu anaitwa Alexander the Great. Alexander the Great ni kati ya mtawala aliyesifanyaga vurugu sana duniani, lakini alifikaga mahali kwa Irani akapiga sauti shwa. Na kipindi cha hizo vita, Irani wakatengeneza mahandaki kwenye milima. Alafu wakaja na resolution, wakasema huu ni msimu mpya kwetu Irani. Wakaamua kuwekeza kwenye sayansi ya kiteknolojia na kuweka imani yao ya ibada zao zile za wao wanaongozwa na, nimesahau inaitwa sharia. Ni sharia. Kwa hiyo hata mtoto mdogo kama yule pale, toka anakuwa anafundishwa kuifia nchi yake. Kwa wakajikuta wanatengeneza nguvu kubwa ya kujilinda ngome yao. Ndio maana unaambiwa that president since 1899 hakuwahi kutoka kwenye taifa lake mpaka alipouawa. Sasa kama utawala wa duniani walifika mahali wakajikoki, wakatangaza huu ni msimu mpya, alafu nchi nzima wakakaja kwenye adhimio ya kuamini kuwa na kiongozi wa nchi ambaye pia ni kiongozi mkuu wa kidini. Sasa mimi sio mtabiri wa hiyo vita, lakini ngoja tu yaendelee. Lakini leo nimesikia speech ya rais, na mimi waga nawaambiaga kila siku, chochote ukikiona duniani usichukulie rais. Niliwaambia siku ambayo tuna habari ilitoka kwamba inasemekana, tena nilikuwa naona ofisini, mafuta yatapanda 13%. Nikaja nikaambia watu, mnani Jumamosi tumeingia kwenye msimu mpya. Omba haya mambo yasikuteteleshe. Sikuambia humu ndani watumishi. Kwa hiyo katika maombi tunaoenda kuomba leo, bei zipande zisipande, our level of finance must increase. Sasa I'm telling you, kuna kitu Mungu anakifanya kwenye taifa. Tunapoona wazee wenye umri mkubwa wanaondoka duniani, elewa taifa linaingia kwenye msimu wa kitu fulani. Yaani ile bando yako unakaa kusikizaga mambo ya Instagram ya umbea. Weka, jifunze vitu vya kiutawala. Atuishi mbinguni watumishi. Yaani mimi nawaambia hivi, hii vitu vya bei kupanda hivi, yamkini kuna mahali kuna danda zitatokea ofisini. Wewe cheka tu. Ila isikuhusu wewe, ikamhusu ndugu yako. We have to understand about the season. Season ndio inaamua vitu kwenye maisha. Kwa sababu gani? Kusudi lazima libebwe kwenye majira. Majira yanapobadilika, umebeba kusudi, wewe una namba ipi? Ndio swali langu leo.
Namba unaipata wapi? Madhabahuni pa Mungu. Ngoja ngoja swali. Hivi unafikiri tiketi za ndege hazipandi? Ngoja nikufundisha uchumi wa dunia sasa. Emirates na Qatar. Sawa, kuna muda hawajafanya kazi. Wanaporudi kwenye game, bei lazima watazichezesha, zitapanda. Na haya mashirika mengine ya ndege na yenyewe pia, na mengine pia, sio pia ni si watu gani, nao watajiadjust. Kwa hiyo kuna namba itaongezeka. Hawapatagi hasara, lazima wafike level wafanye compensation. Sasa fikiria, wanataka wafanye compensation zao. Wewe ni mfanya biashara, unataka kwenda Uturuki, unataka kwenda China, au wewe unategemea bidhaa kutoka China. Unafikiri bidhaa uliokuwa unanunua shilingi 1000 kutoka China ikishuka hapa haitapanda? Unafikiri hata waliokuwa wana stock hapa nchini hawatapandisha? Unafikiri serikali wata control mfumuko wa bei kwa kiwango hicho? I was somewhere last week, nikafikiri kwa kuwa dunia imeshake global, leti ya vitu itashuka. It was the same. It was the same. Paka nikaanza kaniambia, no. The rate still the same. Unajua hata kama unauza andazi, kumbuka anayekuletea unga wa andazi paka kwako atumii maji, mafuta. Kwa hiyo lazima hata kama ni ngano inayolimwa Mtwara au Njombe, lazima bei itapanda. It means kuna mataifa yaliyobeba maamuzi duniani yanapitisha wengine kwenye msimu mpya. Okay, Marekani alisema hivi, kama hauna bond, hauna security milioni ngapi akupe visa? Ngapi? 20. Na kuhakikishia katika balozi ambayo sasa hizi foreign ni ndogo kwenda kuomba visa ni Marekani. Lakini fikiria, Mungu alikuandaa kwa ajili ya huo msimu mpya. Wewe utawaza mara mbili kweli? Pata picha, hukuandaliwa kwa ajili ya huo msimu. Ulijiandaa tu uzamie uende usirudi. Tubaki tu wote watumishi hapa. Tutafute uso wa nani? Haleluya. Nataka kusema ni hivi. Unapoingia kwenye eneo lolote jipya, usifikiri lile eneo halina maelekezo katika ulimwengu wa roho. Lutu wameingia kwenye lile eneo. Kwa lugha nyingine, aliyebeba green light, aliyebeba taa ya kijani kwenye lile eneo alikuwa ni Ibrahim. Na kuna kitu hata Ibrahim naye hakukijua. Ndio mara nyingi Ibrahim alikuwa na focus kumuuliza Mungu kwa habari ya mtoto. Manake hata Ibrahim naye hakujua kwamba ile madhabahu ambayo ameijenga mahali pale imebeba green light ya kizazi chake. Kwa hiyo mtoto atapata tu. Maandiko anasema ilikuwa na alfajiri. Niko na kuonesha kwamba Lutu ilikuwaje akafika kule. Maandiko anasema ilikuwa na alfajiri. Maana yake ilikuwa ni lango la msimu mwingine, msimu mwingine. Na kumbuka, lango la msimu unapoanza, kitakachotoa mwelekeo katika njia yako ya kupita kwenye ule msimu ni jaribu unalokutana nalo mwanzoni au katikati au mwishoni. Maandiko yanasema ilikuwa ni alfajiri, wametoka. Lutu akawachukua wake zake. Walipofika mbele mstari wa 26, katika maelekezo waliokuwa nayo sawa sawa na namba walionayo, hawakupaswa kugeuka. Yule mama akageuka. Alipogeuka akawa nguzo ya chumvi. Nguzo ya chumvi. Madhabahu yoyote ile ikishawekwa mahali na ikabeba green light, taa ya kutoa ruksa kupita, siku zote
unapogeuka kinyume na madhabahu iliyowekwa kwenye msimu huo, unafikiri kwa nini unaombaga hivi? Baba, shindana wanaoshindana nami wafyeke, alafu unajikuta hawafyekwi. Ndo kama walikuwa wanakucha wanaongezea na chuku za nyingine za kukuparua. Ni kwa sababu wakati unaanza haukujenga base. Kwa nini Israeli inaingia kwenye vita? Lakini Marekani amejenga base yake Israeli, ameweka ulinzi wake Israeli kwa ajili ya control bahari ya Hindi, labda kwa gharama kubwa. Ukisoma zile trillions of money waliotumia kwa ajili ya kujenga hiyo base, na Irani naye anapoona huyu anaenda kinyume na madhabahu yetu ya Irani, anaenda kupiga kwenye eneo ambalo lazima Marekani atatoa sauti. Ndio maana vita za kimsimu kwenye madhabahu inapoinuka kinyume na wewe, inahakikisha inaenda kukupiga kwenye eneo ambalo lazima utalia Lutu mke wake anageuka. So swali la kujiuliza, kwa nini aligeuka kuwa jiwe la chumvi? Kwa nini aligeuka kuwa jiwe la chumvi? Unajua, hapa wote tulipo tunapenda ongezeko, lakini unayo namba ya ongezeko ya kukulinda? Una uhusiano upi uliotengeneza wa kiibada na Mungu kwa ajili ya ongezeko? Kwa sababu hakuna kitu chenye pressure na chenye vurugu kama ongezeko. Maandiko yanasema alipogeuka. Sasa kwa nini alipogeuka akawa jiwe la chumvi? That's the question. Na kujibu hivi, chumvi ilitumika kwa ajili ya kuweka msingi wa kitu ambacho hakitaharibika kizazi mpaka kizazi. Chumvi iliwekwa. Ndio maana hata ukisoma kwenye maandiko, ilipofika saa ya watu kukabidhi sadaka kwa habari ya agano la chumvi, maandiko yanasema ni wakina Haruni peke yao, ni makuhani peke yao waliopewa ruksa ya kupokea sadaka ya namna hiyo kwa ajili ya agano la chumvi. Unapoona chumvi mahali, jua kuna ufalme umehusika. Kwa hiyo Mungu anaposika kuweka yule mtu kuwa nguzo ya chumvi, maana yake hakuna kitakachobadilika. Ngoja nikusomee hii. Nisomee Hesabu 8:19 if I'm not mistaken. Natamani tuingie kuomba. Kitabu cha Hesabu sura ya 18 ule mstari wa 19. Sadaka zote za kuinuliwa za vitu vitakatifu wana wa Israeli wavisogezavyo kwa Bwana nimekupa wewe na wanao na binti zako pamoja nawe, ni haki yenu ya milele, ni agano la chumvi la milele mbele za Bwana kwa ajili yako na kizazi chako pamoja nawe. Maandiko yanasema hivi kwamba hao watu wanasogeza sadaka kwako. Kwa lugha nyingine, Aaron kwa nafasi iliyokupa ya ukuhani, wewe na kizazi chako, hawa watu inapofika saa wanataka kuinuliwa, inafika saa hawa watu wanataka kuinuliwa, na mimi Haruni nimejenga madhabahu ndani yako, madhabahu ya kikuhani. Maana yake hawa watu watakapokuja kwako na sadaka zao za kuinuliwa, watakuja kuleta kwako sadaka za kuinuliwa, ila katika ulimwengu wa roho hawa watu wanakuwa wanakuja kuweka agano lao la chumvi, agano lisiloharibika. Kwa nataka ninachokufundisha hapa, unapoona yule aligeuka kuwa chumvi, huku tunaona kuhani anahusika. Kumbuka maelekezo ya kutokugeuka ni Mungu aliyapitisha kwa mmoja aliyekuwa kiongozi wa kiroho, alafu mke wa Rutu akaenda kinyume nayo.
Unapozungumza agano la chumvi, hauwezi kukwepa makuhani. Kama kuna adhabu na kama kuna baraka ya kuinuliwa katika njia ya agano la chumvi, jua kabisa kuna adhabu ya kushushwa kupitia agano la chumvi, ya kwamba akishushwa mmoja alibeba namba kwenye familia, manake na wengine wote pia, kizazi na kizazi, hawatapata kuinuliwa, watashuka. Kwa lugha nyingine, mke wa Rutu aligeuka chumvi kipindi ambacho kwao kuna msimu walikuwa wanauelekea mbele. Kuna msimu walikuwa wanauelekea mbele. Kuna msimu ambao walikuwa wanauelekea mbele. Kuna majira mapya walikuwa wanaelekea mbele. Uharibifu mwingi kwenye maisha yetu tunayoishi haya, tumelisishwa. Tena tumelisishwa kipindi ambacho kulikuwa kuna mabadiliko ya kimsimu. Mungu anamwambia Haruni ya kwamba urithi wako na mimi, urithi wako una mimi. Hawa watu watakuja kwako walete sadaka za kuinuliwa. Watakapokuja kwako kuleta sadaka za kuinuliwa, kitakachofanyika hapo ni agano la chumvi, agano lisiloharibika. Unapata picha kweli? Kuna agano lisiloharibika la chumvi. Lipi? Uharibifu fulani kwenye maisha. Alafu unapambana, unashika hela hapo, wanasema sasa huyu kwenye kuinuliwa kwenye hela ametushinda. Sasa hivi kiu yake ni kununua kiwanja. Basi mtumishi, unapelekwa sasa, unasema haya, wacha nikatafute kiwanja. Simple to calculations. Nenda kwa mtumishi wa Mungu, natafuta plot, mtamkie neno. Sio kwamba eti ukifuata mtumishi ndio unakuwa kwamba eti unakuwa mtoto sana wa kiroho au unamtegemea sana. Hautoa sadaka yako ya siri. Mungu, nisaidie kwenye hii hatua nayoenda. Wewe hujafanya hilo, papa unaenda. Maandiko yanasemaje? Iko njia ionekanayo njema machoni pa mtu. Unafika ploti ndio hiyo, unatoa hela. Nakwambia kishindo cha kuzulumia milioni 100, uchungu utakaopata hapo, unafungulia tena mashambulizi mengine. Hapa tunakutana na baby, anakwambia na project zangu zimekwama, na wewe unajitutumua, una saving yako ya milioni 50 hapo. Mungu mwenyewe wa haki hajawahi kula hata milioni 2 yako. Baby anakwambia tukiweka hii inakipa hii, tukiweka hii inakipa. Na kuna wanaume wamejaliwa kuongea bwana, anakuaminisha unampiga na 50, alafu kuna kikoba upo unaongeza na 20. Akiwa mstaarabu mtasia wote kikombe cha mateso, atakwambia mambo yameharibika, nimezulumiwa. Ila akiwa ni mwanampotevu, nambo unaopiga kwa sasa au bila kufundisha kitu. Angalia, ukiwekewa agano la chumvi kwa habari ya kufilisiwa, anakuja mtu unaheshimiana naye, anakwambia nimeambiwa kuna mazao ya ufuta. Kuna kipindi yaliingia mazao ya nini hivi yale, Nutella au ya nini yale, vanilla. Hata mimi nilifuatwa, nikasema huo sio wito wangu. Sawa? Anayekufuata anaweza akawa hata yeye hajazamilia kukudhurumu, ila na yeye kaletewa wazo, alafu na yeye madhabahu alionayo na ya kwako ya uharibifu kupitia chumvi zinaendana. Anakufuata, anakuja, anakushawishi. Unasema ofisini na chama cha wafanyakazi kuna mkopo, huku kuna mkopo. Unajikuta ya kwamba unachukua cha huku unaweka huku. Unakuja kustuka
kwamba watu washafunga hesabu na muda huo wako Dubai wanakula maisha kwa hela yako, muda umeshaenda. Tukiangalia agano la chumvi, leo nimekugusia kidogo, ni agano ambalo likiwekwa kwa mtazamo wa Mungu vitu vinakaa daima na daima. Mungu alipotaka kuweka ufalme wa milele kwa njia ya Daudi, Mungu alihakikisha anaweka agano la chumvi na Daudi kwa ajili ya kizazi chake. Ngoja nikusomee Mambo ya Nyakati wa Pili 13:5. Je, haikuwapasa kujua ya kwamba Bwana Mungu wa Israeli alimpa Daudi ufalme juu ya Israeli milele, yeye na mwanaye kwa agano la chumvi? Muda mwingine mtumishi unachukua noti, unasema wewe noti, ninakufunga kwenye agano la chumvi, mimi na kizazi changu. Yaani fika mahali siku duniani unaondoka, familia inakuaga ni kwa sababu watakosa uwepo wako, ila mambo uliyowatengenezea kwenye ulimwengu wa kiroho ni urithi tosha wa wao kusurvive. Chukua ni mkataba lako la kazini, sema ofisi hii sitaondolewa kwa wao, kwa mapenzi yao wao, sitaondolewa kwa mapenzi yao, nitaondolewa kwa neno la Bwana Mungu. Ninaweka agano langu la chumvi. Bwana Yesu asifiwe. Fikiria, Mungu anamwona Daudi, alafu anasema hapana, kwa huyu Daudi ninaweka agano la chumvi. Katika hii madhabahu ya Daudi ya kifalme ninaweka agano la chumvi, si tu kwa ajili yake Ibrahimu, sio tu kwa ajili yake Daudi peke yake. Ninaweka hii madhabahu kwa ajili ya Daudi pamoja na watoto wake. Huyu ni Daudi. Mungu anamwambia ninaweka agano la chumvi kati yangu mimi na wewe. Lakini Daudi, hii si peke yako, paka na wanao, paka na watoto wako. Kwa lugha nyingine, Daudi, hili agano halitaharibika. Daudi, umekaa kwenye kiti cha ikulu, hakuna mtoto wako wala mjukuu wala kitukuu ambaye hatakosa kukaa kwenye kiti cha ikulu. Ndio maana watumishi wa Mungu, hapakuwa na namna, ilibidi Yesu Kristo atokee kwenye shina la Daudi. Hapakuwa na namna. Hii chumvi ndo chumvi. Yesu anasema ya kwamba ninyi ndio chumvi ya ulimwengu. Kwa lugha nyingine, mimi Yesu nilikotokea, nimetokea kwenye agano lisiloharibika, nimetokea kwenye agano la chumvi. Kwa hiyo katika ulimwengu, wafuasi wangu wote wao ni chumvi. Alikuwa mtumishi, Mungu leo anakupa milioni 2, kesho unaanza kulia njaa eti milioni 2 hauna, unateseka na 500,000. Kweli? What kind of God are you serving? Mimi namjua Mungu ambaye ajapo kuhuzunisha atakufurahisha. Huyo ndo Mungu nayemjua mimi. Nisikilize, mimi namjua Mungu ambaye yeye ndo anataka ailinde kesho yangu, sio mimi kuhangaika kujitafutia miundombinu ya kujilinda kwa ajili ya kesho yangu. Mimi namjua Mungu ambaye aangalii umri wa mtu ili afanye jambo, anaangalia majira na kusudi ili azalishe kitu. Mimi namjua Mungu ambaye husababisha mtu akawa na nafasi kwake, alafu ndio anampeleka huyo mtu awe ana nafasi kwa wanadamu. Simjui Mungu ambaye
Mwanadamu atahangaika kutafuta nafasi kwenye mioyo ya watu. Namjua Mungu ambaye yeye akikuvuta kwenda kwake atakutafutia nafasi kwenye mioyo ya watu. Huyo ndiye Mungu ninayemjua. Huyo ndiye Mungu niliyekuletea habari zake. Huyo ndiye Mungu ambaye haangalii babu yako alikuwa mchawi kwa revo gani, anaangalia damu yake ya utakaso. Huyo ndiye Mungu ambaye unaenda kwake mambo yameharibika, anasema hivi, atakupa nguvu tena, utapaa juu kama tai. Huyo ndiye Mungu nayemjua mimi, ambaye Daudi alifika mahali Mungu akamwambia Daudi agano la chumvi. Siku zote ukishaona sauti ya agano la chumvi, jua majira yako ya kuinuliwa yamefika. Rakashakarabara. Sawa, mtumishi Kishimbo, unapoona Mungu anazungumza naye kwa habari ya agano la chumvi, jua majira ya kuinuliwa yamefika. Nimekupa ushuhuda wa kanisa ambao nilikutana na Kishimbo alipokuwa anasali. Nilizunguka na chumvi kwenye lile jengo. Maana yake majira ya kanisa alifika, na akahitajika apite mtu atakayefanya jambo la kiibada. Nani ajuae leo ndio siku yako ya kuinuliwa? Nani ajuae? Nani ajuae leo umekuja kwenye ibada hii, hata nyumba hauna, lakini kabla mwaka hujaisha utakuwa na mji wako? Nani ajuae umekuja kwenye ibada, hata gari hauna, lakini mwaka utafunga bila kuwa na gari yako? Nani ajuae umekuja kwenye ibada, hauna hata kampuni, lakini kabla mwaka hujaisha utakuwa na kampuni? Nani ajuae umekuja kwenye ibada, ofisini unaitwa ofisa wa kawaida, kumbe kuna msimu umeingia, jina lako linaenda kwa wapandisha vyeo? Nani ajuae? Kuna maarifa ambayo hata tungesoma peke yetu kwenye Biblia tusingeyajua. Kuna maarifa ambayo hata tungekaa siku nzima kuona ya kwamba Mungu anamwambia hivyo Daudi, tusingeyajua. Ila si kwa uwezo wala kwa nguvu, bali Roho Bwana anapohusika na akatupa ufunuo, kuna mambo yanafanyika. Nani ajuae? Hii ni ibada iliyobeba kuinuliwa kwetu. Hii ni ibada iliyobeba kuinuliwa kwetu. Hii ni ibada iliyobeba kuinuliwa kwetu. Nani ajuae nyuma ya kukwama kwako kuna agano la chumvi ambalo Mungu anataka leo ashughulike nalo? Wasaidieni hao. Nguvu za Mungu zimetufunika hapa. Nguvu za Mungu zimetufunika hapa, zimetufunika hapa. Mungu liha. Kuna mambo waga nayafunua na kaa nayo ndani, lakini unaniambia leo, kaniambia hapana, nenda ukawaambia ya kwamba saa ya kuinuliwa imefika. Kuna watu 21 hapa, majira ya kuinuliwa yamefika. Kuna watu 21 hapa, watu 21 hapa, na watu 7 kati ya 21 naona nikiwapa mic, na Mungu ananiambia hawa wamebeba sauti kwa ajili ya maeneo waliopo. Hawa wamebeba sauti kwa ajili ya maeneo waliopo. Kuna msimu tunaingia wa robo mwaka, anataka tujipange. Kuna watu hapa ni makuhani wa familia. Zile namba za kimadhabahu nilizokuwa nazisema ziko kwao. Kuna watu hapa ni makuhani wa madhabahu. Kuna watu hapa ni makuhani wa madhabahu. Zile namba nilizokuwa nazisema ziko kwao. Kuna watu hapa ni makuhani wa madhabahu.
Zile namba nilizokuwa nazisema ziko kwao. Kuna watu hapa ni makuhani wa madhabahu. Zile namba nilizokuwa nasema ziko kwao. Naona namba moja kwenye sikio lako la kushoto. Naona namba moja kwenye sikio la kushoto. Namba moja kwenye sikio la kushoto. Namba moja. Naona namba moja kwenye sikio la kushoto. I see number one. I see number one. Naona namba moja kwenye sikio la kushoto. Naona namba moja kwenye sikio la kushoto. Hiyo namba moja nayoiona kwenye sikio la kushoto. The Lord is telling me this is the new season. Lakini hii namba ilikuwa haisomeki. Hii namba ilikuwa haisomeki. Naona wanawake watatu hapa. Hao wanawake watatu hapa. Hao wanawake watatu hapa. Naona hiyo namba. Naona na uzao wao. Naona hiyo namba na uzao wao. Naona hiyo namba na uzao wao. I see number one. I see number one. I see number one. I see number one. Kuna mtu mama yako mzazi anarama kwenye sikio lake la kushoto. Msaidie huyu, nafikiri ni mmoja wapo. You are a rich man. You are a rich man. Kuna mtu mama yake mzazi anarama kwenye sikio. Na the Lord is telling me vita aliyopitia huyo mama ni kwa sababu ya hiyo arama. Na the Lord is telling me, Mungu ananiambia aina ya arama hiyo kwenye sikio waga ipo katika level ya mkoa mnaotokea. Na nyuma ya kizazi cha kwao upande wa mama yako kuna uchifu. Kuna uchifu. Kuna uchifu. Kuna uchifu. Kuna uchifu. Ndio mama yako asije kukaa kwenye nafasi fulani, hata kikana wenzake waga wanamwamini, wanampa nafasi, lakini baada ya muda wanamuondoa kwa aibu. Wanamuondoa kwa aibu. Wanamuondoa kwa aibu. The Lord is telling me hiyo ni alama ya utajiri mkubwa sana, ambayo mlisi wa kwenye hiyo alama ni wewe. Sasa matokeo yake kuna kitu kinafanyika kwenye sikio lako. Kuna sometime kuna sauti unazisikia. Kuna sometime kuna vitu unavisikia. As I speak right now. As I speak right now. As I speak right now. Come out. Come out. Msaidie. Mtenda kazi. Msaidie wembe yuko mbele doni hapo. You can see what is happening. This is only God. This is only God. Na kuna mtu umekwama ofisini kwako. Boss wako naye ana hiyo alama. Ndio maana hataki apandishe faili lako. Ana hofu ya wewe kukaa kwenye kiti chake. As I speak right now, kuna reshuffle inaenda kufanyika. Mungu anazungumza na faili. Mungu anasema na iko kitu. Kuna watu wawili hapa wanatakiwa wapandishwe kwenye kazi zao. Wanatakiwa wapandishwe kwenye ajira. Wanatakiwa wapandishwe kwenye ajira. Kuna watu wawili hapa wanatakiwa wapandishwe kwenye kazi. Hatuna kazi, be everywhere. Be everywhere. This is a many prayer. After here, I'll just bless you. After here, I'll just bless you. Kwa mamlaka nilopewa na Mungu, ninazungumza na kiti kikuu cha bosi wako. Kwa mamlaka niliopewa. This is not only the liberation. This is an answer of your prayer. Usitu ufunuo peke yake, bali ni ufunuo uliobeba majibu ya maombi. Kwa sababu I see you crying, na kuona unalia kwa muda mrefu. I see you crying for so long time, na kuona ukilia kwa muda mrefu. Lakini naiona alama kwako na alama kwa boss wako. And then naona friction, naona msuguano. The Lord is telling me now, anatengua, 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 in the mighty name of Jesus Christ. Naona alama kwenye jicho la mama yako. Alama ya kuzaliwa.
Na mwingine naona mama wako aliwekewa alama na damu ikatoka na kuna dawa ikawekwa, alafu mkabadilishiwa mtazamo wa kuona, mkabadilishiwa. Huyu inayemzungumza muda huu, kuna vitu ulikuwa unaviona kwa juu ya maisha yako, leo vimefutwa, leo vimefutwa. Kuna vitu ulikuwa unaviona juu ya maisha yako, lakini leo vimefutwa, leo vimefutwa, leo vimefutwa. Hebu msaidie huyu binti yangu, kuna kitu Mungu anamfanyia kwenye nguvu yake ya kuona. Nahesabu mpaka 3. Kuna kitu kitapita kwenye macho ya watu hapa. Kuna kitu kitapita kwenye macho ya watu hapa. Kuna kitu kitapita kwenye macho ya watu hapa. My Lord, my Jesus. My Lord, my prayer today is very short. 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 My prayer, msaidia na wipia, anafunguliwa. My prayer is very short. My prayer is very short. I command in the mighty name of Jesus Christ. I command in the mighty name of Jesus Christ. Nafungua hayo macho, 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 nafungua hayo macho. Nahesabu mpaka 3. Kwa mara ya kwanza in the mighty name of Jesus. Kwa mara ya kwanza in the mighty name of Jesus. Kwa mara ya kwanza in the mighty name of Jesus. Kwa mara ya kwanza in the mighty name of Jesus. Kwa mara ya kwanza in the mighty name of Jesus. Kwa mara ya kwanza in the mighty name of Jesus. Kwa mara ya kwanza in the mighty name of Jesus. Kwa mara ya kwanza in the mighty name of Jesus. Kwa mara ya kwanza in the mighty name of Jesus. 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 Nasikia harufu ya nyoka. Nasikia harufu ya nyoka. Roho ya nyoka. Roho ya nyoka. Nyoka. Achia mtoto wake wa kwanza. Achia uzao wake. Achia njia zake. Snake must check out. Snake must check out. Snake must check out. Thank you, my Lord. 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 Thank you, my Father. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Thank you, my Father. Thank you, my Lord. 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 In the mighty name of Jesus. Kwa sadaka yako kwenye viti, simama hapo ulipo. The reason of this service ni maisha yako kuinuliwa. Maybe you are here today when people are looking at you, they don't see growth. But mimi mchungaji nikikuangalia, naona kupanda kwako. Mungu wa haki ipokee hiyo sadaka na itakabari.